Sana hapa ni ndani ya Sema na Mwananchi. Nimetembea soko Ang'urai, tumekutana na hao ndugu ambao wanafanya kazi ya bodaboda. Maybe tusikie maoni kutoka kwao, watuambie hii hali ya maisha na uchumi inawapelekaje. Maybe ukianza na majina. Kwa majina naitwa Livingstone Seme. Mimi ni mkaaji wa Ang'urai market ya Ang'urai. Yes. Mimi ni mwendezaji wa pikipiki. Nafanya biashara hapa Ang'urai. Maybe sababu tunaona mmekaa katika soko hili la Ang'urai na tumeona kuna jengo limejengwa pale ambayo ni soko. Nyinyi kama wakazi wa Ang'urai mnalichukuliaje hili jambo? Katika soko la Ang'urai tumeona kwamba ujenzi unaendelea. Na hii ujenzi naona kwamba inafaa kwa sababu hii soko ni kubwa sana na imeanza kitambo. So vile tunaona ujenzi unaendelea, itatusaidia zaidi uchumi ya Ang'urai. Yes. Kwa sababu biashara itaendelea vizuri. Na biashara hapa wengi wanategemea soko ya Ang'urai kwa upande ya kuuza na kununua. Yes. Sana sana tuko karibu na mpaka na Uganda. So pia Waganda pia wanategemea sana hii soko ya Ang'urai kwa upande ya kuuza na kununua. Yes. So inasaidia sana soko ya Ang'urai kunawiri na inaendelea vizuri. Yeah. Vile tunaendelea naangalia hiyo soko vile inajengwa, Yes. tunafurahia sana kwa serikali yetu ya Kenya. Rais wetu William Samoei Ruto kwa sababu ya kuleta hii mradi ya kutujengea soko ya Ang'urai. So tunafurahia kwamba hiyo soko ikiisha, Ang'urai itaendelea, Ang'urai biashara itaendelea juu zaidi. Okay. Na wakaaji wageni kutoka nje pia watategemea sana soko ya Ang'urai na watakuja kufanya biashara Ang'urai na watachangia uchumi wa Ang'urai kuendelea zaidi. Kuendelea mbele. Na maybe kuuliza tu generally kiuchumi, sababu kuna wakati mafuta yamepandishwa na mkawa watu wa bodaboda maeneo mengine wakiwa wanalalamika. Wewe kiupande wako unaongeleaje kuhusu hilo jambo? So kwa upande wa mafuta mimi imeniathiri kidogo. Kwa sababu gani? Jinsi ambayo mapato yangu vile nilikuwa napata kitambo sio vile mimi napata saizi. Sababu nikipata saizi mapato yangu imerudi chini. Na mimi nategemea na watoto na watoto wanasoma. Sasa kwa sababu ya hii mafuta bei ilienda juu. So imeniathiri sana. Imekuathiri sana. So naomba kama serikali yetu ya Kenya kama ingeweza kurudisha hiyo bei ya mafuta chini. Sisi hata pia tutafurahia, tutakuwa na pesa kwa mfuko. Okay. Na maybe kuuliza tu sababu inaelekea tarehe 14 ambayo ni siku ambayo mafuta huwa bei ya mafuta inapandishwa ama inashukishwa. Wewe kwa maoni yako ungetarajia ishukishwe kiasi gani ndio ikusaidie? So maoni yangu nataka kusema kwamba Mheshimiwa Rais wetu President apunguze bei ya mafuta. Iwe hata 180 au 195 ili sisi naye tufanye nini? Tuwe na pesa kwa mfuko sababu pesa nyingi inaenda kwa mafuta. Tupate pesa vizuri vile tukapata kitambo. Okay, asante sana. Maybe tupate mwingine. Maybe ukianza kwa majina. Majina anaitwa Haron Ekweny. Yes. Sauti kidogo. Majina anaitwa Haron Ekweny. Yes. Mkazi wa Ang'urai. Yeah. Kwa upande wa mafuta hapo, mimi ningeomba rais wetu wa Kenya mafuta hiyo ashukishe bei chini. Atuuzie hata kama angerudi hata kama 150 yatusaidia kama wana bodaboda. Okay, ikifika tarehe 14 mafuta irudi 150. Ikifika tarehe 14 irudishe 150 itakuwa mzuri sana. Okay, na upande maybe kisoko, sababu tumeona kuna soko linajengwa hapo. Wewe kama mfanyi bodaboda unasemaje? Kwa soko tuko na shukrani kubwa ametujengea soko. Unajua hiyo soko ikiisha italeta manufaa makubwa katika hii Ang'urai. Ambapo tulikuwa naomba tena hata sisi kama wanya bodaboda atukumbuke nasi. Unajua sisi kama hapa Ang'urai ukiona pande tunaweza egeza pikipiki zetu hakuna. Tunakaa kwa jua, pengine kama sio Moembe ndio sasa tunakaa kwa jua. Atukumbuke vile tusaidia hata sisi kama wana bodaboda ili tuweze kuinuka juu. Sababu mambo mengi sisi tunateseka, school fees ni ngumu kwa sababu maisha iko ngumu. Okay. Lakini akirudisha maisha chini inamaanisha hata bodaboda maisha yake yatakuwa mzuri. Sababu wakati ile alikuwa anasema akifanya kampeni yake akasema
atakumbuka mama mboga na bodaboda. Yes. Na sasa sisi ndio tunaumia zaidi bodaboda. Sasa ametukumbuka kwa kutumiza ama ametukumbuka kufanyia sisi namna gani? Hilo jambo tunataka atusaidie sana kufikia 2027 hata tukaenda kumpigia kura au ametusaidia kwanza. Okay, na umezungumzia jambo la bodaboda shed na ukumbuke kwamba bodaboda shed inakuanga katika county government, ni MCA yafaa ashughulikie mambo ya bodaboda shed. Unamwambiaje wewe MCA wako? Sababu hiyo sio rais anafanya, ni MCA ndio yafaa afanye hiyo. Ndio MCA anaweza fanya kazi kama hiyo, sijakataa. Yes. Lakini wakati rais alisema anakumbuka bodaboda, ametukumbuka kwa njia gani? Hiyo ndio swali yangu, kwa njia gani? Support yake kwa wanabodaboda ni nini? Hiyo ndio swali tunataka tuulize. Angefanya juu na chini tusaidie kama si wanabodaboda. Yes. Nasi tuinuke juu. Okay. Sababu jamii yetu inaumia. Watoto waende shule. Ona sasa hiyo pengine kwa siku unaweza tumia pengine mafuta ya shilingi 1000. Ukitumia mafuta ya shilingi 1000, pengine unapata shilingi 800. Umeona bado uko na hasara kubwa sana. Hiyo ni hasara kubwa sana. Lakini kama atapunguza mafuta irudi kama 150. Yes. Inamaanisha muda atakiweka mafuta ya 500 inaweza mtolea shilingi 1000. Okay. Ambavyo inaweza kuwa inatusaidia. Asante sana. Ndugu amesema rais hajawakumbuka kama wana bodaboda. Lakini nikuulize ndugu, rais alipeana pikipiki za stima ili ya kwamba ikompensate na bei ya mafuta. Wewe unasemaje kuhusu? Sina neno kusema. Sababu ndugu yangu amesema kwamba yeye bei ya mafuta inasumbua, rais hajawakumbuka na mafuta. Wewe kwa pikipiki za stima. Ya stima? Si mbaya kwa stima at least ya mafuta. Ya stima haiko sawa. Okay. Asante sana. Hapo ilikuwa ni ndani ya Sema na Mwananchi. Tuko hapa maeneo ya Ang'orai. Maybe next time tukirudi tena tutapiga story sana. Asanteni.